Moja kati ya eneo la msingi sana kwenye maendeleo ya klabu yoyote ile duniani, basi ni katika eneo la mfumo wa uendeshaji wa klabu. Moja kati ya mifumo inayotumika ni mfumo wa wanachama, mfumo ambao wengi wamekuwa wakiona ni kama hauleti mafanikio kwa miaka hivi karibuni. Je, ni kweli? Nikusihi tu ambatana nami mpaka tamati mwa makala hii ambayo inaangazia ni kwa nini vilabu vinavyotumia mifumo ya wanachama vinaweza kufanikiwa. Jina langu ni David Kiamani. Siku zote wanasema ili klabu ifanye vizuri ni lazima kuwe na vitu vikubwa vitatu ama mihimili mikubwa mitatu, ambayo ni uongozi bora, benchi la ufundi bora, pamoja na wachezaji bora ambao wataifanya klabu kufanya vizuri. Na baadhi ya vilabu vinafanikiwa kutokana na kuwa na mihimili hiyo mikubwa mitatu, na baadhi ya vilabu vinafanikiwa kutokana na kuwa na mihimili hiyo mikubwa mitatu. Lakini kwenye mihimili hiyo mitatu kuna kitu kinaitwa mfumo wa uendeshaji ambao unatumika ndani ya klabu husika kwenye mambo yake, ambapo kwa hapa Tanzania kwa asilimia kubwa vilabu vingi vinaongozwa na mfumo wa wanachama. Mfano mzuri ni vilabu vya Simba na Yanga ambavyo vimekuwa vikitumia mfumo huo kwa muda mrefu sana. Lakini licha ya vilabu mbalimbali kama vile Yanga Sports Club kupata mafanikio makubwa katika mfumo huu, kumekuwa na changamoto nyingi sana ndani yake baina ya wanachama katika suala zima la uendeshaji wa klabu. Migogoro ya wao kwa wao imekuwa ni suala la kawaida, hasa pale timu inapokuwa inafanya vibaya. Migogoro hii mara nyingi huwa ndiyo chanzo cha timu kudidimia zaidi na kupata anguko kutokana na viongozi kutoshikamana katika nyakati ngumu na kujikuta timu ikipitia kipindi kigumu zaidi. Mfano, miaka ya 2018-2020 klabu ya Yanga ilijikuta ikiingia katika dimbwi hilo na kupitia kipindi kigumu na baadhi ya viongozi na wanachama klabu hiyo kuingia kwenye migogoro hiyo, jambo ambalo lilipelekea klabu hiyo kupitia kipindi kigumu, huku wachezaji wao muhimu wakiondoka na wakishindwa kufanya sajili bora kutokana na ukata wa fedha. Klabu ya Simba pia ilipitia changamoto hiyo miaka 2013-2016, lakini pia ikarejea tena kipindi cha uongozi wa mwenyekiti Murtaza Mangungu katika miaka ya 2022 mpaka sasa, ambapo bado kuna migogoro baina ya viongozi wa klabu, jambo ambalo linapelekea klabu hiyo kuyumba kweli kweli, kuanzia kwa viongozi mpaka uwanjani. Hakika wanasema hadithi pengine inakuwa isimli vizuri na bibi yule anaisimulia hadithi. Hii ni kwa mashabiki wa Simba, sijajua mpaka sasa wanaumia kwa sababu ya wanachama, lakini kwa hivi sasa pengine mabadiliko yapo. Ndio maana tunaona kuna mabadiliko katika klabu hiyo juu ya kuachana na wanachama. Je, itasaidiaje katika klabu hii kufanya vizuri, kuachana swala zima la migogoro katika timu hiyo? Siku zote kiu ya klabu na mashabiki na klabu yoyote ni kuona inapata mafanikio, na ili upate mafanikio ni lazima uwe na mfumo mzuri wa uendeshaji wa klabu. Kwa sasa vilabu vya Tanzania hasa Simba na Yanga vinafanya jitihada za kufanya mchakato wa kubadilisha mfumo wa uendeshaji kutoka kwa mfumo wa wanachama pekee mpaka mfumo wa hisa na kuruhusu wawekezaji kuweka pesa zao ndani ya klabu bila kupepesa macho wala kuficha. Hii ni dhahiri kuwa wanaamini kuwa soka la kisasa ni ngumu kufika nchi unayoitaka wala kufika kule unapopahitaji kwa kutegemea mfumo wa wanachama pekee, bali wanahitaji watu wenye pesa kama vile Mo Dewji, Garibu Saidi na wengine wengi wawekezaji kwenye vilabu hivyo ndipo wafanikiwe. Waswahili wanasema shida siyo kuwa na ndoto kubwa za kufanikiwa. Shida ni je, ndoto hizo utazisimamia vipi ili ufanikiwe? Unaweza ukawa na ndoto nzuri lakini usitimize kutokana na jitihada zako. Basi hata katika soka pia klabu inaweza kuwa na pesa na uwekezaji mkubwa bado isifanikiwe. Mfano, Azam FC kwa hapa Tanzania ni matajiri, lakini kwa nini hawafanikiwi kama wengine wanavyotarajia? Mfumo wa wanachama ni mfumo ambao ni mkongwe na ambao unaweza kuleta mafanikio makubwa sana ndani ya klabu endapo klabu itapata uongozi wenye uweredi mkubwa, mpira wa miguu wenye malengo makubwa ya kufanikisha klabu kufika kokote na kupataka, si kutegemea wao kunufaika kupitia klabu hiyo.
Ngoja nikupe siri ndogo. Pale barani Ulaya na duniani kwa ujumla, hakuna asiyetambua ubora mkubwa wa mafanikio walionayo klabu ya Real Madrid, wakiwa ndio mabingwa kihistoria wa UEFA Champions League na ligi kuu nchini Hispania maarufu kama La Liga, lakini pia wamekuwa watawala wa soka Ulaya kwa muda mrefu sana. Lakini je, wajua klabu hii imepata mafanikio hayo kupitia nini? Ni chini ya mfumo wa wanachama. Yes, unaweza usiamini, lakini ukweli ndio huo. Endelea kushangaa. Ngoja nikupe hii. FC Barcelona, timu pendwa duniani kutokana na soka lake safi na mastaa kama vile Lionel Messi waliowahi kutamba klabuni hapo. Hawa nao wanaendeshwa na mfumo wa wanachama. Mifano hii miwili na kuthibitishia kuwa hata mfumo wa wanachama unaweza kukupa mafanikio makubwa kwenye soka. Uendeshaji bora wa miradi ya klabu, mfano kutafuta udhamini kwa ajili ya kupata fedha za uendeshaji wa timu. Miradi mingine ya ujenzi wa viwanja kama ambavyo Real Madrid wamefanya kujenga uwanja wao wa Santiago Bernabeu kwa kuingia mikataba na makampuni mbalimbali kwa ajili ya mradi huo. Hata hapa Tanzania inawezekana pia kuepuka migogoro ambayo itasababisha timu kudorora na kukosa wadhamini, kwani ngumu wadhamini kuwekeza kwenye klabu yenye migogoro. Mfano, Stand United ya Shinyanga walipata wadhamini kampuni ya Sosia Group, lakini kutokana na migogoro ya wanachama wadhamini hao waliondoka. Jambo jingine ni ukweli na uwazi kwa wanachama juu ya mwenendo wa klabu na juu ya utekelezaji wa mipango mikakati inaendelea ndani ya klabu. Hii itasaidia wanachama kujua ni wapi klabu yao imetoka na wapi inaelekea. Na cha mwisho, ili mfumo wa wanachama ufanye vizuri, unahitaji kuwa na viongozi bora watakaosimamia masuala ya maendeleo ya klabu, hasa kwenye eneo la usajili wa wachezaji na makocha. Na hapa klabu inahitaji kuajiri wataalamu wakisimamia maeneo hayo. Ni ya muhimu. Nimalize kwa kusema, shida siyo kuwa na pesa, shida ni kutumia pesa kwenye eneo sahihi. Na hata kwenye mfumo wa klabu, shida siyo mfumo, shida ni je, huo mfumo unasimamiwa kwa usahihi kufikia malengo? Jina langu ni David Kiamani na hii ni Extra Time ya SAUT TV.